Karibu katika channel ya YouTube ya Martin Ndung'u. God bless you, God bless you. Nimeokoka, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimemuona katika njia zangu na ninasikia kumuinua, kumfurahia na kutukuza jina lake, maana ameniweka uhai. Siku ya leo ninayo furaha. Tushukuru tu Mwenyezi Mungu. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru asubuhi ya leo nikisema asanti. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani, mwana wa Mungu. Wewe ambaye ulikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu, na kushukuru na kuinua. Nasema hakika hakuna mwingine kama wewe. Nena na mimi, nena kupitia ulimi wangu. Bariki huyu ambaye ananisikia. Ninamweka katika uangalizi wako Mwenyezi Mungu. Hapa katikati ninapoyanena maneno ambayo umenipea ama ukiongea kupitia ulimi wangu. Bariki Mwenyezi Mungu. Ebuna maneno ambayo unaongea kupitia mimi yawe ya baraka kwa mwingine na uyatumie. Maana watuelezea tutokee, twende tukihubiri injili na wewe utatufuata na ishara na miujiza. I welcome you, my Redeemer Jesus Christ, between me na huyo ambaye ananisikia. Najifunika na damu yako Yesu Kristo. Sema kupitia mimi, nipe neno na uongee. Mwenyezi Mungu, sijaandaa chochote. I have nothing. Bariki sikio lote ambalo linanisikia. Baba, hii message mahali itaenda iwe usaidizi kwa mwingine na mwingine. Na katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. My brother, my sister, nimekuja mbele yako siku ya leo. Ninayo furaha kwa sababu ya wokovu ambao Kristo amenipea, na ninasikia kumuinua, kumtukuza na kulisifu hili jina lake. Tuko katika siku za mwisho. Hiyo ni maandiko ambayo inatuelezea. Leo ninaanzaga sometimes na ile kitu Mwenyezi Mungu amenionyesha. Masaa ya saa 11 hapo saa 12 Kristo akanionyesha hili jambo na akawa ananielezea. Ningelipenda uelewe vizuri. Uko na uamuzi katika maisha yako. So mwanadamu ako na uamuzi katika maisha ya yeye mwenyewe. So na ndiposa Biblia ama neno la Mwenyezi Mungu linasema hivi, mbele yetu tumewekewa mema na mabaya. Yes, mbele yetu tumewekewa mema na mabaya. Now choice is yours. Utachagua nini? Ukichagua mema, njia ndio hiyo. Ukichagua maovu, njia ndio hiyo. Sasa nikainuliwa kiasi tu na Kristo akanionyesha, nikuonyesha hii ili uelewe vizuri uchaguzi ni nini. Nikaona mbele yangu kukiwa na sufuria moja kubwa imewekwa kwa moto na imejazwa maji. Sasa sufuria hii ilikuwa na maji ikiwa karibu nusu. Sasa Kristo akanielezea, ningelipenda ukae kama yule mtu huwa anatengeneza nyama ama supu kwa butchery. Uangalie hili jambo na hii njia. Hii ni maji, Kristo akanionyesha, na bado ni maji imewekwa kwa sufuria, na hii sufuria kuna moto imewekelewa kwa mawe 3, ina moto inawaka sheni. Sasa Kristo akanionyesha maji haya yakishamushwa mpaka dakika ya mwisho yatakuwa tu ni maji. Yatakuwa tu ni maji, simple water. Sasa Kristo akanionyesha mimi nikiwa ndiye maji niliyoko ndani ya ile sufuria, na pamoja na sufuria ni mimi, moto ni Mungu. Ama surrounding ni Mwenyezi Mungu. Kisha akanipa choice kado yangu, akanionyesha kuna hii, kuna hii, kuna hii. Sasa naonanga sometimes tukienda mahali fulani kwa hoteli, unasikia mtu akisema badala ya chai niletee ile dawa, nitengenezee dawa. Sasa hii dawa huwa inawekwa vitu tofauti. Kuna wale wanajua kama Masai wanajua vile wanajua hii kamote na hii ruti ya mti fulani na hii ukichanganya ni hivyo. Sasa nikaonyeshwa kukiwa na roots za miti tofauti. Kristo akawa ananielezea hapa, uchaguzi ni wako. Hii inasimamia dhambi,
hii inasimamia kutokuwa mwaminifu, hii inasimamia hii. Zote zimepangwa hapo uchague ile kitu unataka. Lakini the issue here, wewe ndiye maji na wewe ndiye container ile ambayo iko kwa moto ni wewe. Sasa Kristo alikuwa ananionyesha hapa kuna uamuzi, na kulikuwa na Biblia kubwa imewekwa kafa ya black ambayo iko na zip. Sasa akanielezea hii ni Biblia, hii ni root ya mti fulani, hii ni root ya mti fulani, na kisha hii kila root ya mti fulani inasimamia kitu fulani katika maisha yetu. Now kuna wale wataingia waseme nitachukua root ya uongo aiweke katika hii maji. Kuna mwingine atachukua root ya mti fulani ambayo inasimamia usharati anaiweka. Sasa Kristo akanielezea uamuzi unakuaga wa mwanadamu. Mimi nimekupatia mamlaka uchague ile kitu unahitaji. Na kisha tulipokuwa tumesimama na yeye, sijui wazo lilitoka wapi. Mimi nilishukua Biblia, nikaifungua ile zip, alafu nikairusha katika ile sufuria ambayo nilikuwa ninaona. Nilishukua Biblia, nikairusha ndani. Nilipoirusha ndani, akaniambia sawa, watu wengi huwa wanachukua Biblia wanarusha ndani katika maji, na maji ni mimi na wewe. Maji ni wewe. Container ile ni body yako. You are 3 in 1. Hiyo mnasoma maandiko mnaelewa. Sasa hii kurusha, nilipochukua ile Biblia nikarusha ndani ya maji na ikawa inashamuka. Akaniambia sasa kama utaruhusu Biblia ishamuke katika ile maji, itatoka mema. Biblia inatoka mema. Sasa hapa Kristo akawa ananionyesha unaweza kuwa umerusha Biblia ndani. Unaona wakati tunaenda kwa butchery, mahali kunauzwa supu unaulizaga ni ya miguu ya ng'ombe ama ni ya kichwa. Sasa mwenye butchery ndiye atakuelezea hii yangu natengenezaga na miguu na ninaweka kichwa. Hiyo ya miguu ya ng'ombe inakuaga tamu sana pamoja na ya kichwa. Kuna wale wanatengeneza supu ya mitura ama mafuta ambayo yanatoka kwa tumbo. Hiyo supu inakuanga ya mifupa ndio inakuanga mzuri. Sasa Kristo akawa ananielezea, yes, umeweka Biblia ndani. Na hiyo supu, tuseme sasa ni supu ya kukunywa. Biblia itatoa supu mzuri ambao ni ya kuhili. Na hiyo ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kila mmoja aweke Biblia. Lakini la ajabu ni hili. Kristo akanionyesha watu wanajua kuchagua sana, wanachagua Biblia, wanaweka Biblia ndani. Alafu on the way katika njia mtu anaona ngoja niweke root ya hii kamiti nyingine, anaigiza pale ndani. Akiigiza hiyo ni karuti. Maybe ni ya uongo, karuti nyingine ya kudanganya, karuti nyingine ya wivu, huyu naye anachukua karuti nyingine. Sasa unaona decision inakuwa ni yako. Kristo akatuelezea katika sisi tuko na uamuzi. Yeye anasimama kwa mlango ya roho zetu. Agonga, niingie. Yote ambayo Mwenyezi Mungu atatenda ama afanye kwa maisha yako inatokana na uamuzi wako wa kumkubali yeye afanye. Sasa Kristo akanielezea the best supu ya kawaida ambayo itakuwa ni mzuri ni ile tu umechukua Biblia na umeweka ndani, usiongeze kamuti nyingine hapo, na itakuwa supu ambayo itakuwa na ladha, na hiyo itakufikisha. Brethren, niseme hii, maana Mwenyezi Mungu akianza kufanya kazi tunaona asifu, sijui niseme ni kama watu wanaona kama anafinyiliwa. Maana kuna huyu jamaa alikuja kwa Yesu, akamuelezea Kristo angelipenda ufalme wa mbinguni. Akamuelezea enda udu ABCD. Alimuelezea tu. Na huyu jamaa akaenda na kisha akarudi. Aliporudi akaja akaelezea Kristo, mimi nimeenda na nimetimiza. Naye Kristo akamuelezea, sasa enda uuze mali yako yote na upatie maskini. Sasa huyu jamaa alipoenda, sijui kama alirudi. Angalia kwa maandiko hapo. Alielezewa uuze mali yako upee maskini. Akaenda, sijui kama alirudi. Unaonaje? Kristo amefika kiwango ya kukuambia uuze mali yako upee maskini. Ni hali ya juu ya wokovu. Unaweza? Na siulizi hivyo ati niulize nini? Unaweza? Enda uuze mali yako kisha ukuje unifuate. Wakati moja katika maandiko, Kristo akiwa katika hekalo ama thunagogi, kukaja message akaitwa, unaitwa na brother zako na mama yako na sijui na akina nani walikuwa nje. Kristo akiwa katika hekalo,
alikuwa anaongea maongeo fulani ama alikuwa anafundisha, alikuwa kwa nyumba ya baba. Kristo akawaelezea baba na mama ama brother na sister ni wale ambao wanatii hili neno ambalo ninawapea. So maana yake hii ni nini? Saa hii tuseme tu ninahubiri kwa kanisa fulani, na within the next 30 minutes nikiwa sijamaliza ile message niko naye, kutokea jamaa akuje tu kwa masikio yangu aniwhisper aniambie mtoto wako pale nje ama bibi yako anataka kukuona. Ninakuwa na wasiwasi, nataka nimalize message ili niende nione bibi ama mtoto anataka kuniambia, ama tuseme tu ama my brother na ama my mom, maana niko na mother in law ako hapo nje anataka kukuona. Itanibidi niharakishe ili niende nimuone, nisikie anasema nini. Wakati ulifika wa Kristo kama huo, hakuenda, aliwaambia wale ambao walikuwa wametumwa, my mother, my brother, my sister ni wale ambao wanasikia hili neno ninaongea na wanatii. Hawa ndio wazazi wangu. Hiyo ni maongeo ya Kristo. Now hapa nikuonyeshe kitu kingine. Juzi tukaenda mazishi Nakuru. Ilikuwa mmoja wa watu wako akina bibi ni neighbor hapo, na my sister in law alikuwa ameolewa huko, japokuwa yeye alipass. Sasa tukaenda mazishi ya yule father in law ya hiyo my sister. Wakati tulitoka kule ilikuwa kitu saa 9 hapo. Mimi sipendi kuendesha gari usiku, sipendi. Anyway, nikaelezea Kristo, saa hii ni saa 9 na tukitoka, maana kuna mahali tulinunua nyama ya kukuja naye nyumbani. Nikaelezea Kristo, ningelipenda uendeshe hii gari pamoja nami, maana mimi nataka nifike Nairobi. Hata kama nitakuwa area sa Nairobi masaa ya saa 1 hapo, nitafurahi. Lakini isiwe masaa ya saa 1 inanipata Naivasha ama inipate akina Kimende huko. Sitaki kuhakisha mataa nikiwa area hizo. Well, our Redeemer is good. Nikakalia kiti. Si kawaida yangu kuendesha gari na hiyo speed ya 80. Huwa ninapenda 70 hapo, ikienda sana 80. Lakini wakati nilikalia na nikaelezea Kristo, nataka uendeshe hii gari pamoja nami. Nikaingia na nikaomba hiyo ombi. Tulikuwa na bibi tu pekee, hatukuwa na mtu mwingine wa nyumbani. Maana sometimes tunaenda na mtoto. Saa siku hiyo tulikuwa na bibi. Nilipoingia kwa gari, nikaelezea Kristo, ningelipenda uende na mimi katika hii safari, uniendeshe, nisaidie kuendesha hii gari. Kuondoka tu, nilikanyanga mafuta, nikawa naenda na speed ya 90 kutoka Joro sasa kwenda mpaka Nakuru. Sasa ile kitu funny na ile kitu ilinifurahisha. Sasa mimi sio mzuri sana wa kuona maroli mbili imeshikana ati ni overtake tu kihorera. Sipendi. Naye Kristo akiwa katika control na mimi katika steering. Nilifurahia hiyo jani yake. Nilikuwa naendesha gari na speed ya 90 hapo kutoka Nakuru kuja mpaka Nairobi. Mpaka kuna mahali nilifika pale karibu Lemuru. Nikaangalia Kristo, nikafurahi sana, maana na vile ananisaidia kuendesha hii gari. Speed ya 90 na 100 hiyo ilikuwa inaenda mpaka 103 hapo. Nikiangalia speedometer ninaona iko 100, ninarudi nyuma kiasi, inakuwa 97 hapo. Na tulikuja. Sikia, kwa nini ninakupea huu ushuhuda? Ukiashiria Kristo awe dereva katika maisha yako, hakika atatembea na wewe. In life, wakati nishaienda na gari, mimi sio ule mtu anapenda kuendesha. In fact, kama mimi ni tajiri ningekuwa nimeajiri dereva. Sipendi ati hiyo Thika Road tunasukumana na magari hiyo bio tunaenda sijui Rift Valley hii nina overtake, sipendi. Lakini that day wakati nilielezea Kristo, endesha pamoja na mimi, nisaidie. I enjoyed kuendesha gari kutoka Nakuru kwenda mpaka Nairobi. Mpaka wakati tulifika masaa ya saa 1 ndio tuliakisha matatu kiwa mahali Thika Road hapo Roasters area hiyo. Sasa hapo nikawa ni Nairobi, hata kama ni jamu ni pole pole. Singependa niliakisha mataa nikiwa wapi? Nafikiri tuliakisha mataa tukiwa somewhere Lemuru. Hapo ndio giza ilianza kuingia.
na kukaa na mvua, lakini Kristo nami nilienjoy hiyo safari ya kutoka huku. Matatu tuliakisia mahali Limuru hapo. Tukiingia tu hiyo old njia hii ya 115 kuja kutokea hiyo bypass, ndio tuliakisha mataa hapo. Na tukaa safari nzuri, maana kutoka Limuru sasa hapo njia ni mzuri, hakuna shida. Lakini I enjoyed hiyo safari kuwa na Kristo akinisaidia kwa steering. Kuovertake na kuingia. Nilikuwa nafurahi. Sikia hii. Ukimpea Kristo maisha yako, ataiendesha vizuri hakika. Na hapa katika hii soup nilikuwa na kuonyesha ile ladha. Tunaendaka kwa butchery, unauliza ile ni gani? Umeweka nini? Anakuambia hii yangu ni ya mifupa. Ndio inakuwaga the best. Na ile soup ambayo imewekwa Biblia na haina kitu kingine, maana hilo ndilo neno la Mwenyezi Mungu, ndio the best. Penda usiongeze tukamiti nyingine hapa kando kando ya ladha. Na unajua mambo ni mingi ambayo yanatutoa kwa wokovu. Na niseme hii, kuna mtu ananielezea katika comment hiyo video nyingine, nafikiri ni mhubiri, ananiambia siwachane na enjoy the love of God in salvation. Siwachane na watu, wachana na watu. Sasa hebu niwaulize, na ni kwa ukweli ama ni mniambie, kwa nini wakati Yesu Kristo alimuokoa Paul, alimtuma mahali fulani katika gate fulani ili waingie katika ukuta ule, waingie katika town, aelezewe vile atafanya? Kwani Mwenyezi Mungu ama Kristo hakuwa na haki ya kumuokoa Paul na amwambie kuanzia siku ya leo hakuna kitu nataka unisaidie naye, juu mimi ni Mwenyezi Mungu, upoe tu kuve ukiwa umeokoka? Ni nani aliokolewa na Kristo alafu akamuelezea kaa hapo ukiwa umetulia, maana ni umekubali kuniokoa, umekubali kuokoka, nimekuokoa, tulia tu uwe maji kama maji ambayo yamewekwa kwa drum wakati wa jua, imekaa tu pale imepoa, atanilezi ndege fulani ya kuja tu hapo jua aanze kuogelea ama kukunywa. Ni nani huyo aliitwa na Kristo baada ya kuokolewa na kupewa Roho Mtakatifu, akaelezwa sasa you can be comfortable before our Redeemer Jesus Christ, don't bother yourself with so many things. Hiyo ndio message mhubiri unataka kunipea mimi? Uniambie kwa sababu nimeokoka nikae comfortable kwa kifua cha Mwenyezi Mungu nikiwa na upendo bila kusubuana na watu? Ni nini? Wachana na watu. Niwachane na watu. Kwa nini Kristo anamuokoa Paul na anakisha Paul anamuelezea wewe ndio utaenda kuhubiri kwa Gentile? Angalia hii. Ile injili ambayo ilihubiriwa na watu ama wanafunzi ije ya mahali Yesu Kristo alikuwa amezaliwa katika ukoo ama katika watu wa Israeli, ndio ilikuwa effective. Angalia hii na uangalie katika maandiko. Old Testament, katika hekalu wahubiri walikuwa wanaenda wanachukua kila kitu. Ingelitakikana dhabihu ama ng'ombe ichinjwe, walikuwa wanaenda ije ya wall. Walikuwa wanaenda ije ya wall ya Jerusalem wall. Walikuwa wanaenda ije. Sasa ungelileta ng'ombe kanisani ama kwa hekalu, na yule dhabihu unataka kukua cleanse, na hiyo ng'ombe ndio inatakikana according to Old Testament. Mambo mengine yanafanywa ndani ya hekalu, lakini hili la kuchinja ng'ombe na kumwaga damu walikuwa wanaenda ije ya perimeter hall ya mahali sasa wako. Hii mahali ile sacrifice ilikuwa inaenda kutolewa ni ije. Brethren, Mwenyezi Mungu akaambia Abrahamu, enenda kwa mlima juu, enda unitolee sacrifice. Na ikawa ni mtoto. Naye angalia jambo hili kwa hii njia. Ije ya perimeter ama ije ya wall ndio ng'ombe ilikuwa ama ile sacrifice ilikuwa inaenda inatolewa. Hawakuwa wanaifanyia ndani ya hekalu, walikuwa wanatoka ije ya wall. Na ndio unaona hapa Kristo naye wakati alikuja hapa duniani hagezaliwa katika ndani, alizaliwa ije. Maana yake ni nini? The moment Kristo anaingia ndani yako, hakuhitaji ukae katika comfort zone yako hiyo wewe mhubiri unanielezea. Si wachane na watu, enjoy the wrath of God, enjoy the salvation that God has given unto you. Na kwa nini Kristo anamuokoa akina Paulo na anawaelezea waende wakahubiri injili kwa Gentile? Mpaka kuna huyu mitume mmoja akaota siku moja akiwa analetewa unclean things, unclean animal, unclean bird. Analetewa hivi na malaika katika kitambaa, anaelezwa chukua ukule moja, chukua ukule. Naye akamwambia mimi sikulage unclean. Naye akaelezwa sasa maana ya hiyo ilikuwa nini? Kutoka ije uende ukahubirie, ukaelezea watu unclean, alielezwa kula. Naye Mwenyezi Mungu akamuelezea ikiwa ni mimi, ni yeye,
chukua ukule, maana nimekupea kibali. Maana yake symbolic ilikuwa inasema nini? Atoke nje, aende akahubiri kwa Gentile. Sasa wewe unataka mimi niokoke, nijazwe na Roho Mtakatifu, alafu kazi yangu ni kukaa tu na bibi yangu nikiwa ninasema vile nimeokoka na vile ninasikia raha mzuri. Halo, nasikia mzuri huko ndani. Maana wokovu Kristo ameuweka ndani yangu. Sina haja ya kusumbuka na watu. Maana huyu mhubiri ananiambia, na ni mhubiri, ananiambia siwachane na watu. Ninaachana na watu, naye Kristo anaelezea Paulo, enda ukahubiri Injili. Enda ukahubiri Injili. Na nitakuwa na wewe. Na akaelezea wanafunzi akitoka. Sikieni wanafunzi, mhubiri Injili. Mkikataliwa katika hii town, mnaenda hiyo ingine. Mkikataliwa katika hiyo town, mnaenda na hiyo ingine. Wewe ndio unataka mimi nikae katika comfort zone? Nimekaa miaka 50 nikiwa nimenyamaza, hata nilikuwa nahubiri tu Injili hapa na huru na trolley Injili na hivyo. Hii tunaita evangelism. Sasa wakati ninapewa platform niongee na Mwenyezi Mungu, na yeye unaniuliza ni nini ninauliza watu. Hiyo ni yako wewe. Kama umepewa comfort zone namna hiyo, hatutoshani hatutoshani. Angalia hapa, kuna evangelist, kuna teacher, kuna apostle, kuna pastor. All these are gift from God. Na for your information, gift ya bishop. Bishop ni mtu wa kusimamia home fellowship. Bishop sio mtu wa kusimamia kanisa. Kama sikosei, maandiko inasema bishop ni mtu wa kusimamia home fellowship. Home fellowship. In fact, pastor hako juu ya zaidi ya bishop. No wonder, ngoja nimalize hii. Wewe unaniambia niwe comfortable na bibi yangu na familia yangu, to enjoy the love of God, nisiambie wengine twende mbinguni. Kristo anasema ukisikia ndio na umeingia. Nikikubali ukiingia kwa Yesu, na wewe hata wengine muingie. Alafu unaniambia wewe niwe comfortable, nisihubiri Injili, nisielezee watu makosa yao. Lazima niseme, brethren, bishop ni kiongozi wa home fellowship. Home fellowship ni kumaanisha hii. In fact, mtu ambaye anaongoza home fellowship hata kanisani hana ruhusa, hakuagi na uwezo wa kuzungumza mbele ya watu, ama hana hiyo kipawa ya juu sana, unless aongezwe na Mwenyezi Mungu ili aende hiyo stage nyingine ya kuwa bishop, ya kuwa pastor, sio bishop. Bishop kulingana na maandiko ni kiongozi wa home fellowship, ushirika wa nyumbani. Sasa mtu ambaye kiwango yake ni kuongoza ushirika wa nyumbani, mwampatia mamlaka, mwampatia makanisa 10 na hajapewa hiyo capability. Unajua hii mambo hutoka kwa Mungu. Kama hajakupewa hiyo kipawa ya kusimamia, hauna. Ndio mtu nasema alishaguliwa lakini mambo haiendi vizuri, maana hana. Wewe ukiwa bishop, wewe unafaa kusimamia home fellowship, hiyo ndio kazi yako. Hii ingine ya kusimamia makanisa ni ya akina apostle, akina pastor. Teacher ananyamaza kanisani, hata haongeagi, na ni lazima awe na prophet, lazima awe na evangelist, lazima wawe hapo katika hii kazi. Lazima awe na evangelist, lazima awe na prophet. Lazima awe. Tumepewa hizi power na Mwenyezi Mungu kwa kiwango tofauti. Teacher ni mtu hata ukimuelezea aende nje ahubiri, hawezi. Na evangelist ukimuelezea ingie kanisani aanze kusukuma Injili, anasukuma yote, anaharibu, anasukuma watu wanatoroka. Wewe bishop umesimamia makanisa 18 20, na kazi ya bishop katika maandiko ni kusimamia home fellowship, ushirika wa nyumbani. Badilisheni title. Kama wewe unajua umepewa kipawa ya juu, be apostle. Na kuitwa apostle lazima uwe umeona Kristo katika maono ama ndoto. Mimi hiyo comfort zone yako unataka nikae, sikai, maana ninafurahia wakati ninafanya hii kazi. Furthermore, wewe enjoy kunyamaza na kulala. Lakini utaniambia umemuiga nani? Angalia Kristo wakati moja akawa amelala katika mashua, meli ile mashua kadogo kale, akiwa na wanafunzi wote. Wimbi likakuja, ikaja hiyo upepo, ukawa lazima usukume hii kaboti kado. Wanafunzi wakajua Kristo amelala, walimuita wamuamshe.
Wewe umepewa Roho Mtakatifu, umepewa Yesu wako ndani yako kofu. Alafu wewe unataka Kristo aliye ndani yako alale, na kisha anatuambia enendeni mkahubiri injili hii, na mkienda mahali mtaenda mimi nitawafuata na ishara na miujiza. Wewe unataka ni enjoy the love of God and comfort zone of God. Soma maandiko vizuri uelewe na ujue ni vipi ama ni aje unafaa kufanya. Nikisema ni hivyo, ni Mungu amenisaidia kuyasema. Si yasemi tu. Angalia hili. Mimi nimeliona hili. Wakati mmoja nikawa na accident ya gari, nilikogwa nyuma nikagogereshwa magari ingine mbele. Lakini lile jambo nataka kuleta ni hili. Asubuhi kama saa 3 hili niende nikagogwe, nikapata hii accident hapo. Pale Bomas hapo. Asubuhi kuna mhubiri alinipigia simu kama saa 4. Simu ya kwanza. Akaniambia, "Pastor, Bwana asifiwe." Nikamwambia amen. Akaniambia, "Goja." Akakata simu. Masaa ya saa 7 na kitu akanipigia. Ilikuwa masaa, alinipigia simu mara 3. Akanipigia ingine akaniambia, "Pastor, Bwana asifiwe." Goja kidogo akakata. Simu ya 4, sijui ilikuwa ya 4 sasa. Hiyo habari zilikuwa kitu saa 11 imebaki. Alinipigia tu. Alinipigia mara ya kwanza saa 4, ya pili sijui ilikuwa saa 7, ya tatu sijui ilikuwa saa ngapi. Hii simu hii ambayo alinipigia ya mwisho. Alinipigia, "Pastor, nilikuwa hapo Cabanas hapo. Chini hapo kupita Cabanas hii bypass hii. Ili nikuje nitokee Mombasa Road." Akanipigia, "Pastor," nikashukua. "Pastor, Bwana asifiwe." Niliweka ile hivi tu kushukua nisikia anasema nini. Juu tunaenda tu polepole kwa barabara. "Pastor, Bwana asifiwe." Kuniambia tu Bwana asifiwe. Kuna mtu alikuwa na Subaru nyuma yangu. Na kuna lori tulikuwa, kuna kagap between me na hiyo lori. Ilikuwa kama futi 20 hivi. Ile lori ilikuwa mbele na mimi nilikuwa nyuma ya hii lori. Halo, lori ilikuwa wapi? Lori ilikuwa nyuma yangu kama futi 20 hapa nikiangalia. Na kulikuwa na kamwanya kati yangu na lori hapa nyuma. Lori ilikuwa inaenda tu polepole. Tulikuwa tunaendeshana tu polepole. Mara inanifikia, ninaifikia. Tulikuwa tunaenda namna hiyo. Juu nilikuwa nimetoka na huko Gong Road. Sasa hii kamwanya hii ya futi kama 20 nyuma yangu. Kuna jamaa alikuwa amekuja na ile Subaru, ile Subaru Forester ile mpya. Alikuwa ameikanyanga mafuta yote akiwa nyuma yangu. Hakukuwa na magari mengine, yeye ndiye alikuwa hapo. Alikuwa na kitu ya speed ya 120. Sasa alikuwa aingie katikati yangu na lori aingie upande wangu wa left. Lori ilikuwa left lakini kuna gap. Huyu jamaa alikuwa anataka aingie katikati yangu na lori hapa. Mwenye lori akakanyanga mafuta akafunga hiyo shimo. Ikabidi huyu jamaa akiwa na speed ya 120 kwenda kuingia hivi, alipoona hawezi kukanyanga breki ilikuwa ni kama futi 10. Alipofungiwa hii kamwanya, alinigonga nyuma, akanisukuma na hiyo speed ya 120. Nilikuwa na kitu kama 80. Nikakanyanga breki zangu zote. Alinisukumia magari iliyokuwa mbele yangu. Akanigogesha ya mbele, na hiyo ilikuwa mbele yangu ikagonga ingine. Magari 3 hapo tukabaki. Sasa sikia hii jambo. Mwenye kunipigia simu ya kwanza ni pastor. Kama saa 4. Akanipigia ya pili, akanipigia ya 3. Hii nafikiri ilikuwa ndio ya 4. Wakati nilisema tu halo, ndio hii kitu yote ilitokea. Sasa nataka nikuulize wewe kama mwanadamu ukiwa na akili za kawaida. Huyu pastor alikuwa straight. Maana alinipigia halo, akamsima. Ya pili halo, ngoja kidogo. Ya 3 halo. Hii akaniambia, "Bwana asifiwe, pastor." Sikurudisha. Ndio nilipigwa nyuma, nikapigiliwa magari mengine mbele. Hakukuwa na namna ya kutorokea hiyo. Lakini sasa mimi nikiwa peke yangu, gari yangu na yule tulikuwa mbele, tulikuwa sawa. Speed ya 60 tulikuwa tunaenda na hiyo system. Na kulikuwa na futi kama 20 kati yangu na yule jamaa. Huyu akiwa na speed ya kitu 120. Nilisikia kama ni bomu imerushwa nyumba yangu. Nikavutwa mpaka hiyo magari mengine. Na hiyo niligogeshwa ikagogeshwa ingine. Well, niambie kama huyo mtu ama huyo mhubiri na ako na kanisa mpaka wa leo. Uniambie kama ako na Mungu ama mtu wa kutoa sacrifice. Nikiwaambia muachane na mambo, mnaona kama ninasema vibaya. Waachaneni na mambo na Mungu atawabariki. Hili ni jambo ambalo lilinitokea na lilinipata na mhubiri.
Hiyo gari ilitumia zaidi ya shilingi 1,300 na kutoka kwa insurance. Brethren, nawaambia hii na munisikie. Old spiritual gorillas wa kiroho ambao wamelala kwa hori, hawakuli, wamekula, wameshiba na watu wao na hawataki wengine wakule, hakika Mungu anawaondoa. There is no way Mwenyezi Mungu atakosa kufanya ile kitu anataka kufanya Kenya kwa sababu yenu. Sikia hii. Nikiwa kijana nilipookoka, nilijoin kanisa moja hapa Nairobi. Na kisha baada ya muda tukagawa, tukaelezewa tukuje hapa Outering tufungue kanisa. Ikafunguliwa na tukaelezewa watu wa Kayole wote wanatua buruburu waende huku. Huyu mhubiri ambaye alipewa hii kanisa aliaga juzi. Alikuwa anaitwa Bishop Mwarando. Wakati moja nikiwa pale kanisani nikiwa kijana tu, tulikuwa tu tumeoana na bibi. Nafikiri sidhani hata kama tulikuwa tumepata mtoto. Kama tulikuwa tumepata is okay. Wakati moja tukiwa kanisani, akawa yule mzee ametuongoza kwa ibada. Bishop Mwarando anatuongoza kwa ibada ya worship. Mimi na ile kufurahi yangu nikawa napiga makofi nikifurahia Yesu ni Mwokozi. Alipokuwa anaongoza maombi yale nikawa napiga makofi nikiwa nimefurahi sana kuingia katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Na kisha baada ya worship mimi nikabaki nikiwa naelezea Mwenyezi Mungu. Ni wale watu wanabakianga nyuma. Oh yes Lord. Na ikawa yule pastor ama bishop alikuwa amefungua macho ananiangalia nikiwa kijana tu. Sasa tulipomaliza na akasema maombi katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Ameniangalia na ako na microphone pale mbele. Alininyoshea kidole akaniambia, wewe kijana na hiyo kiroho yako hatuitaki hapa. Hapa ni mahali pa mastaff. Watu wa kutoka buruburu, sio watu wa kukuja kusubuliwa hivyo unakuja kuleta hiyo kiroho hapa. Ukisikia hauridhiki hapa utoke uende kanisa ingine. Hapa ni kwa mastaff. Brethren, kwa madhabahu aliyanena. Naye nikaelezea Mwenyezi Mungu, I'm so sorry because sikujua hiyo kitu nafanya ni makosa. Nilisema tu. Lakini alini point hivi kwa kidole akaniambia, hiyo kiroho yako hatuitaki hapa, hiyo kiroho. Hapa ni mahali kwa mastaff. Niseme nini? Wakati ninasema Mwenyezi Mungu anaondoa spiritual gorilla, people who pretend to be knowing God and they don't know God. Do you know, a gorilla is a domesticated gibbon that has all the characteristics of a human being. That's a gorilla. You tame a gorilla, you train a gorilla, itachukua mpaka buduki na itakupiga kiss na inaweza lala na wewe. Maana kiugo yake na mwanadamu ni kama sawa. A spiritual gorilla, mtu ambaye anako na characteristics za kimungu lakini hana. Hakika mnaondolewa. Siwadanganyi, upanga unakuja. Huyu mhubiri wakati mmoja anatuambia, hapa ninajenga nyumba, helicopters zitakuwa zinatua juu. Kanisa kubwa hapa, helicopters zitakuwa zinatua hapa juu. Sasa ile kitu inanishida. Ameondoka na amewasha hiyo nyumba ikiwa ya mabati. Vile tu alianzia. Spiritual gorilla ambao wanalala kwa hori, hawakuli. A spiritual gorilla ni mtu ambaye hana umungu hata kidogo. Ni mtu ambaye ni trained kufanya kitu fulani. Ina maana like yeye ni kama mtu lakini si mwanadamu. So tukienda katika laini ya wokovu na kuwa watoto wa Mungu, wengi wa spiritual gorilla tuko nao hawana umungu ndani yao. Na siogopi kusema hili. Kristo ameshika upanga. Na ile kitu anasema lazima itimie Kenya. Lazima itimie. Na msikie hii. Hata na mimi nikikaa vibaya nitakuwa spiritual gorilla. Maana utukufu wa Mungu utakuwa umetoka ndani yangu. Nitakuwa ninayatenda ambayo ninaona ni mazuri. Katika supu yangu ninaongeza kamotea hii na hii.
na Mungu asiniruhusu. Naelezanga Mwenyezi Mungu, ukijua nitakunywa pombe kesho, uache nikufe leo kabla ya kesho. Ukijua nitafanya usharati kesho kando na bibi yangu nilale na mwingine kesho, uache Mungu nikufe leo. Ukijua nitafanya kitu fulani na unajua si takatifu kesho, uache nikufe leo. Spiritual gorilla mnaondolewa. Mpende msipende. Na niulize katika maandiko, Kristo alitumia mafuta wapi? Hii mafuta aliyatumia wapi? Maana hii mafuta inatusubua. Biblia inasema ukiwa mgonjwa, wazee wa kanisa wanachukua mafuta, wanakuja kwa nyumba yako, wanakupaka mafuta na wanakuombea ili upone. Mafuta maana yake ni nini? Mtu analetwa akiwa amefanya dhambi, baadaye umwambie atubu na atubu. Mnamumwagilia mafuta tu mkisema ametakasika. Si atubu kwanza baada ya kumwagilia, kabla ya kumwagilia mafuta. Hii mafuta ilikuja wakati moja katika maisha ya Yesu. Mzuri sana. Ikakuja na mama ambaye alikuwa prostitute. Nafikiri huyu mama akikuja na mafuta hata hakuwa ameokoka. Alikuja kwa Yesu na mafuta, msichana mzuri ya bei kali. Wacha hii. Akamwagilia Kristo kwa miguu. Kisha akapanguza na nywele yake. Hiyo ndio mafuta ninaona yakitumika kwa Kristo. Hii tuko naye na hii tuko naye siku ya leo. Kila mtu akiingia mahali na ni mtumishi mafuta kwa mkono. Mnatakasa watu na mafuta badala mwambie watu watubu. Tangu lini? Spiritual gorilla. Mnaondolewa. Hakuna na Kristo hakuna vile atafanya kazi nchini Kenya. Mki wako hakuna. You either withdraw ama akuondoe. Mambo ni mawili. Toka kwa holi, wengine wakule. Just imagine saa hii huyu ambaye yako chini yako ujue yako na kipawa anasimama kwa kanisa, watu wanamkubali. Unampiga vita ingine haijawahi onekana. Why? Spiritual gorillas. Mnaenda. Na maana mlianza na roho mnamaliza na mwili. Mnaenda, si wadanganyi. Alafu kuna kitu ingine mnatusubua naye hapa. Mtu anakuja anatupea prophecy ya vile ameona wakienda biguni. Na akaona Kristo amekuja. Na huyu anasema anaona wakilia wakienda jehanamu katika hii laini. Ilikuwa kilio ya hali ya juu sana. Mungu watuletea message kama hiyo, tunasikia kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Ulikuwa unasema haki niliona ati, na ukasema ngoja niende nikaangalie huyu mhubiri mwingine, naye ukapata huyo mhubiri hata naye amewashwa. Mkaelezana akakwambia hata mimi hata wewe umewashwa. Mkalia, unasema mkiwa katika laini. Mlikuwa kwa machozi mkilia. Maana kanisa limeenda na ni watoto tu wameshaguliwa wameenda. Hiyo message ikawa mzuri inatuguza. The following week unatuuzia boga. Ai? Watuletea maono vizuri. Twasikia kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Twasikia kulia. Twasubscribe. Twakufuata. Baada ya wiki moja tukienda wiki ya pili, unakuja tena na boga unatuuzia. You know, sijai kunywa pombe. Lakini kuna kitu ninaona hapa mbele yangu. Ninaona msichana amevaa nguo ya black, chini skirt, na juu amevaa blouse ya white. Mrembo huyu, ninaona msichana mrembo. Lakini ameshikilia chupa ya whisky hivi. Amepiga magoti, ameifinyilia hapa kwa kifua akiomba. Naye Kristo ananiambia, angalia vizuri uniambie ni nini huyo msichana ameshika. Ninapata ameshikilia chupa ya whisky. Anakatalia. Na ako katika madhabahu akiomba ameshikilia chupa ya whisky. Whisky ni pombe? Niambieni, mimi sijui. Brethren, hakuna vile. Unaona huyu msichana ninaona hapa akiwa ameshikilia chupa ya whisky. Ako kwa madhabahu pale amepiga magoti hapo. Anaabudu Mungu akiwa ameshikilia chupa ya whisky. Swali ni,
whisky ni soda ama ni pombe, na ni kwa madhabahu. Walete message mzuri, kisha wewe baada ya siku mbili, wiki mzima, wakuja na ingine. Ni nini umeshika? Tutafuata gani? Maono ya biguni na kilio yaingiliana wapi na cabbage katika runinga? Mdomo huu, ukiruhusu huu mdomo, utakunywa pombe na ukiruhusu huu mdomo, utakunywa soda. Na huu mdomo huu ukiuruhusu wewe mwanadamu, ukoroge ile dawa huwa inaua panya, ukunywa, mdomo utakunywa. Nini yatoka katika kinywa chako, ndugu yangu? Hamuepuki hii. In fact hamuepuki. Na si wadanganyi. Afadhali kuwa hauna kanisa, unyamaze, kuliko uwe na watu 400 na unawaongoza vibaya. Honestly speaking, huyu msichana ninaona ameshika chupa ya whisky hivi mpaka analia akiomba, lakini ameshikilia chupa ya whisky. Naye Kristo ananiambia hii chupa ya whisky inafaa itolewe katika hii matiti yake yameifunga hivi. Aitolewe hiyo chupa ya whisky, apate kitu kingine kizuri. Na mwenye kukupatia hiyo, kumpatia yeye hiyo kitu mzuri, ni yule mhubiri ambaye amekaa vizuri ili amuongose kuondoa hii, aweke ile kitu nzuri ndani yake. Afadhali angelikuwa ameshikilia chupa ya soda. Tunaenda wapi? Old spiritual gorillas. Hakika mnatolewa. Siwadanganyi. Siwadanganyi. Hata na mimi nikiwa old guard ambaye hakai kwa utakatifu, hata mimi nitaenda. Lakini ile kitu Mwenyezi Mungu ameanzisha Kenya haisimamishwi na lolote lile. It's a moving power. Alafu niwaambie hii kitu kingine. Nyinyi mwakuja mwaprofesai kuhusu hii, ati sijui mtu anasema ati anamuona shetani ni mkubwa sijui nini, na anaprofesai anasema ametumwa na Mungu. Tunakubali. Lakini wewe unaongea maneno ya shetani, na ukiulizwa wokovu ni nini unauliza hausemi wokovu ni Yesu. Hausemi. Waingia tu kwa siasa. Mwaigia kidole tu kwa president, mwambia president aitane maombi. Ati president lazima Mungu anasema uitane maombi huko Upuru Park sijui Nakuru. Hebu niwaulize, na si kwa makosa. Na msinipende. Tukuje Saulo ambaye alikuwa mfalme wa Israeli na Samuel. From day one, wakati Saulo alikuwa ameenda kutafuta ng'ombe za baba yake, zikiwa zimekosa punda 3 days, nafikiri punda ziko punda, aliona zimekosa, akaelezewa na mwenye ule alikuwa naye, twende tutafute Sia, ni nabii wa Mungu, atuelezee. Wakaikia hiyo town, wakauliza msichana ako wapi, tunaweza mpata nabii ama Sia. Huyo msichana akawaambia, ndiye yule mnaona mbele yetu amekuja leo. Kuna sacrifice fulani anatakiwa aifanye leo. Wakamfuata wakamuongelesha. Samuel already alikuwa amenenewa na Mwenyezi Mungu kumuhusu Saul. Akamuelezea, my son, twende nitawaruhusu muenende kesho. Enendeni na mimi. Wakatembea pamoja. Samuel bila kuongea mambo mingi. Lakini ujue, the moment Samuel alimuona Saul, alijua tu huyu ndiye mfalme wa Israeli. Nilinenewa na Mwenyezi Mungu jana usiku. Alikuwa amenenewa. Wakaenda mpaka kuna nyama ilikuwa imewekwa. Sasa angalia jambo hili. Kati ya mfalme na nabii, hapa mbele ya Mwenyezi Mungu nani yako na mamlaka? There is nowhere in the Bible. Huyu Saul na Samuel walikuwa na jane mpaka wakati wakuja kusema sasa tumtafute mfalme. Ilienda ikaenda ikiwa inachaguliwa mpaka ikafikia Saul. Alikuwa amejifisha mahali fulani kwa mawe. Jamaa moja rafiki ndiye alisema ako, na akaitwa akakuja. Akawa anointed na akaendelea na safari. Angalia jambo hili. Samuel akiwa mfalme ama akiwa prophet, ndiye alikuwa prophet wa Mungu. Hakuna wakati moja Saul alielezea, hakuna wakati moja Samuel alienda kubagaini na Saul
Hakuna wakati Samueli alienda kuambia Saulu ati ninataka ufanye hii na hii. Saulu ndiye alikuwa anakuja kwa nabii wa Mungu Samueli. Jambo ligeliumana huko juu. Alikuwa anakimbia haraka anakuja kwa Samueli. Anamuuliza mtumishi wa Mungu, tufanye nini? Tutafanya nini sasa tukifika hapa? Nyinyi mwaweka vice versa. Mwataka mpresident never. Nyinyi ndiye mko na mamlaka. Kama hiyo kitu uko naye ni Mungu amekuelezea uwe. Mfalme ndiye anafaa kuja kutafuta wewe. Sio wewe uende ukamtafute ukimsumbua. Mfalme ndiye anakuja kutafuta wewe katika territory yako. Saulu angeliona, ona wakati huu anaenda kwa vita, na lazima kugetolewa sacrifice na Samueli hakuwa amefika. Huyu mfalme akaona kimeumana, watu ndio tutapigwa. Akaonelea aweke sacrifice kwa altar na akaishoma. Dakika hiyo Samueli ndiye huyo. Akamuuliza, "Kwani umefanya nini?" Akamuelezea, "Niliona umechelewa nikafikiri nifanye hii sacrifice." Samueli alimuelezea, "Ile kitu umefanya ndio baya kushida. Afadhali ungeenda kupigana kabla hujatoa hiyo sacrifice." Sasa nyinyi mwataka kutuonyesha na kutuelezea ati nyinyi ndio mnakimbia hapa mkienda kutafuta Saulu. Haiendi hivyo. Saulu ndiye anakuja kutafuta nabii. Kaa vizuri kwa Mungu. Saulu akuja akutafute. Washeni kutusubua hapa mkisema mwetumwa kwa president. Sijui president aitane mkutano, sijui Uhuru Park wa kutubu, sijui nini. Nyinyi ndiye mna organize naye anakuja. Ukiqualify kuwa na Mungu ndani yako, unaandaa mkutano ambao umeonyeshwa na Mungu na amekuongoza. Uandae mahali utauandaa. President akisikia tu na asikie ni nani yako na huo mkutano, hata na yeye anasema nitakuja. Maana wewe ndiye uko na mafuta, sio usubue president atiitana mkutano sijui Nakuru sijui mnafanya nini. Mnarua your dignity. Nyinyi mnasema nini? Samuel alikuwa kiongozi na alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu. Na mpaka Waisraeli waseme tunataka mfalme, walielezewa na Samuel. Disadvantage na advantage. Sauti ilikuwa imetoka kwa Mungu. Nyinyi mwaelezea president aandae kikao. Na nyinyi ndiye mnafaa kuandaa kikao. Mnafaa kuandaa kikao. Muitane mkutano na msiite president. Anajuaga kila kitu inaendelea. Mseme tunaenda Kasarani. Atawaambia nitakuja. Hapo ndio iko. Tena si maandiko inasema namna gani? Dhambi zetu sisi ikiwa mingi inakuwa mingi, inamfikia Mwenyezi Mungu, anatuinulia mfalme ambaye ni wa kutupiga. Sikudangani, si ni hivyo? Mwenyezi Mungu anainua mfalme, maana nyinyi hamtii na mumeasi. Anainua mfalme wa kuwapiga nyinyi. Nyakati hizi tuko nazo, mafuta imeenda 120 something. Unataka kuniambia hili jambo limetoka kwa shetani? Mnafanya vice versa. Ati president unaambiwa na Mwenyezi Mungu usikie sauti uite mkutano wa Uhuru Park. No! Angalia hii. Hii mifereji ya maji tunawekewa hapa na Kajo. Mahali kuna link. Maji tu ikifunguliwa, ukipitia hapa unaonaga kunatoka tu maji. Juu ni maji iko. Kuna shimo. Wewe ndio unafaa uitane mkutano. Muorganize mkutano wewe ukiwa mhubiri. Uitane hata kama itakuwa na watu 50. Na president akijua umeitana. Kama uko na kama uko na kibali, mfalme atakuja. Lakini sio wewe hapa mnakibizana na mfalme saa hata mkisema amekataa kusikia sauti. Hajakataa. Nyinyi ndio mnatumia the wrong protocol. Fuateni maandiko vizuri. Saul wakati moja Samueli akiwa amekufa, akaona kimeumana, ametafuta nabii hakuna. Mpaka akaenda kwa mama moja ambaye alikuwa ni divine spirit. Niitie Samueli aniambie. Nyinyi mnataka muende president, kila saa mnasema president aitane mkutano wa Uhuru Park. Ataitana mkutano gani? Ataorganize mkutano gani? Nyinyi ndiye mnafaa kuorganize na yeye akuje. Hata in fact msimuite. Akuje juu anajua. Anaisaidiwa na Mungu kuona the spirit in you. Ile kitu nchini Kenya ni hii. Dhambi zetu sikifikia Mwenyezi Mungu, kitu ya kwanza anakausha biko. Hii. Haitoi mvua, haitoi umande. Kitu ya pili ndio hii. Hata kama kumenyesha, huu dogo ambao unaangukiwa na hiyo maji mkipanda haitoi. Dhambi zetu zinakausha mpaka bingu. Dhambi zetu zinakausha mpaka mshanga. Dhambi zetu. Na ikizidi, Mwenyezi Mungu anatuinulia mfalme wa kutupiga juu hatumusikii. Leo tuko namna gani?
The righteous shall live by faith. Mnatusubua. Mafuta. Naona mtu akikibia, nimekuja kukuanointi, umekubalika mbele ya Mwenyezi Mungu. Mafuta ilitumiwa na prostitute kupaka Yesu kwa miguu. Na mahali pengine imekujia katika maandiko. Ni wasee wa kanisa wakipatio na pastor, waende nyumbani kwa mtu mgonjwa ampake apone. Sio ya hiyo kazi zingine zote mnaifanyisha. Bodo ya mafuta mutidaga nayo ni yake. Sikatai mafuta itumike, lakini kwa wakati wake. Yule upanga Mwenyezi Mungu ameushika. Unakata ukienda mbele na ukienda nyuma. Kama wewe unajua you are an old spiritual gorilla god ambaye umekaa kwa hori wengine hawakuri, for sure tunakuweka kwa mshanga. Sikudaganyi, hata kama mimi nasimama nikae kama hiyo spiritual gorilla, mtaniweka tu kwa mshanga. Kwani Mungu hana roho. Kwa nini wewe unatuambia hii na hii, unakosoa watu kila saa? Kwani ni vizuri mnafanya ili mkosolewe? Mtoto akitoka sahi, ninaona mtoto anatoka nje bila suruali, anaelezewa na wale wakubwa, hey, shame on you, rudi kwa nyumba uvae nguo. Kwa nini mnaelezea mtoto? Maana hana akili. Ile matendo mnafanya, mnakaa kama watoto ambao wanatoka nje bila suruali. Hamfai kuelezewa mrudi kwa nyumba mvae. Sikasiriki, lakini namuona Kristo ambaye amesimama kando na mimi. Ninamuona. Na nyuma yangu kuna malaika. Huyu wakati Kristo ameenda simuoni vizuri. Huyu wako hapo throughout. Na anaitwa nani? Think about it. Kama unafikiri ninakoma, sikomi. Kama Mungu amelipea miaka 20 ya kufanya hii kazi, hata wewe ukionyeshwa vile ninakaa na Mwenyezi Mungu, sema hapo kwa YouTube. Sema. A group of people ambao hawaendi biguni na wanajifanya wanaenda nyumbani biguni. Walipewa Roho Mtakatifu wa kaasi. Kazi yao tu ni kujisatisfy na wanawake ovyo, mivinyo ya pombe hapa na pale, uongo na ukoni man. Mtu anauzia mtu mashamba hewa, alafu unakuja kusema wewe ni bishop ama pastor. You are not. You don't qualify. Blameless uwe if you are supposed to serve our Redeemer Jesus Christ. Ananiambia wakati ninakuja kushoot video kama hii, kama unajua uko na deni ya mtu ya shilingi 5, enda ulipe kabla hujaweka video. Alafu mnasema ninasubuka na watu. Sisubuki, ninasikia raha. Ninatembea huyu Kristo ambaye amenipea hao malaika wote wa kunilinda. Hakuna kitu utafanya. Mimi ninasikia vizuri nikisema hao maneno ambayo ninayasema. Mtapiga duru mkienda motoni. Si wadanganyi. Twende biguni kama mnataka uzuri. Na hii mambo yote ninaongea msinisamehe. Washeni kushaganya mambo. Unakuja na chupa ya pombe upande huu. Alafu hapa kuna glasi ambao ni unataka uwekee wine. Umeweka upande moja maziwa kwa mdomo tunaiona. Upande wa nyuma uko na wine, unakunywa hii na unakunywa hii. Tangu nini chemi moja inatoka maji mara mbili? Fikirieni hii. Sara aliambia bwanake chukua huyu mzae naye. Na ni hakika wakasaa Ishmaeli. Na ikafika wakati huyu mtoto akafukuzwa pamoja na mama. Wakati huyu mama alienda akaona ile kitu alikuwa amebeba imeisha. Aliweka mtoto mbele akasema sitaki kuona akikufa. Akafunguliwa chemi kutoka chini na akakunywa. Kwa nini Abraham, mtoto ambaye ni wa baraka, hakufunguliwa chemi? Unaonaje? Mtoto wa adui, mtoto wa mtu ambaye hajabarikiwa, Mwenyezi Mungu alifungua chemi ikatoka chini, ikatoka maji ili mtoto akunywe. Unaonaje hapo? Huyo ni Ishmael. Akatolewa maji na yani miracle ambayo hata haijafanyika kwa wale ambao wameokoka. Huyu mtoto ambaye ni wa baraka wa Sara, kuna kitu kama hiyo alifanywa katika maisha? Ile kuu alifanywa ni kupelekwa mlimani aende atolewe sacrifice. Huyu washini atolewa inafukuka chemi ya kunywa maji.
Naye yule ambaye ni wa baraka anapelekwa mlimani aende akatolewe sacrifice. Maana yake ni nini? Majaribu lazima yawe. Na Mwenyezi Mungu anatupatia ushindi kupitia damu ya Yesu, kupitia jina la Yesu, kupitia Kristo. Na nyinyi mnaniambia nipumzike, niwashe kuongea mambo mingi. Kama ni wewe umenipea, sema irudi. Nilienda wakati moja kwa Wakorino kupeleka message. Wakaniambia sisi ndiye tunashikaga nungu na tunatoa meno na tunaashiria. Nilikaa kwa nyumba siku 3 bila kusikia mzuri. Lakini finally, Kristo akanielezea, hiyo ni uzito tu na nimekumalizia, nimekufanya sawa. Waliniambia tunatoa nungu meno inaenda kwa miti ikiwa haiwezi kula mahindi. Walinifungia kajo wakafunga ikiwa imeinamana sijui wapi. Wakaniombea. In fact nilikaa siku 3 kwa nyumba bila kusikia mzuri. Lakini lile jambo nilisema likawa. Holy Ghost. Brethren, funjo mingi ni za nini mko nazo? Mlipewa kazi na Mungu na hamufanyi. Makaburi yenu yamefunguka. Si wadanganyi? Old gods. Mlipewa kazi na Mungu miaka mingi iliyopita. Over 50 years. Hamuifanyi. Makaburi yamefunguka hivi. Hii kazi ya Mungu lazima ifanyike Kenya. Mpende msipende. Revival must. God bless you. Na msinisamehe. Hata msinisubscribe. Juu ninasema vile hamtaki. Ongoza campaign. Na Mungu abariki. Mimi Kristo wako upande wangu. Saa zile ataondoka itakuwa labda ni sababu ya dhambi zangu aniondokee. Lakini kwa saa hii ako pande yangu. Na mimi nitajaji malaika. Niko zaidi ya malaika hapo juu. We shall judge the angels of heaven with this kind of body. Siringi. Kama Mungu ananipea kipawa na uwezo wa kujaji malaika siku ya mwisho, unaonaje? Na malaika hawafanyi dhambi. Kristo sio mtoto. Na Kristo sio jabazi. Na Kristo sio mkate. Na Kristo sio mchezo. Kristo ni Mungu. Na atamaliza hii dunia. Pamoja na wenye dhambi mtaenda motoni. Kwani ni nini? God bless you. God bless you. Evangelist Martin Ndung'u, wewe ambaye umesimama na mimi, Mungu akubariki juu umenenewa. Lakini ukinitumia kitu, niandikie ka message na kwanza mnanipea majina. Maana yale nimewash save kulingana na Truecaller. Inaenda saa zingine inakataa kuingiana na ile kitu imekuja kwa namba ambayo umenitumia naye. Na utabarikiwa. Na kusihi wewe ambaye umesimama na katika giving. Enda usome Matthew 10:40-42. Reward of giving. Usome na usome Biblia ambayo utaelewa na lugha ya mama. Matthew 10:40-42. Uone kupateki na yule ambaye Mwenyezi Mungu amebariki utafanya nini? Utapateki na utabarikiwa pamoja naye. God bless you. God bless you. Hii video inaenda kumaliza 1 hour. Na sometimes inamalizaga 1 hour inajifunga. Maybe wakati Kristo anataka iende 1 hour and a half. Anaendelea. Uende usome hiyo maandiko nimekuelezewa. Uone advantage ya kutoa na kuwa rewarded. Hiyo nimekuelezea maandiko usome. Na usome kwa Biblia ambayo inaongea lugha ya mama. Utaelewa vizuri. God bless you. Evangelist Martin Ndung'u. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Msidanganyike. Mungu yu hai. Yesu yu hai. Na Yesu ni Mungu. Yesu si mtoto. God bless you. God bless you. God bless you. Nasema hivyo in Jesus name. Maana ninaona inahesabu 58. Inaenda 59. Ikikata ni sawa. Ikiendelea zaidi ya 1 hour niko na ujumbe. Nitaendelea kuusukuma ambao ninasikia Mwenyezi Mungu ameweka ndani yangu. Mungu awabariki na baraka za Mwenyezi Mungu siwe pamoja nanyi. Na mahali pote mko duniani, Mungu awapatie power to work na kusukuma injili according to mapenzi yake. Ukisikia Kristo akikwambia sema hii, ya nene. Maana tuko na angels ambao wanatugard. Ukitii na ukae vizuri, Mwenyezi Mungu anawekaga chain of angels around you. Wherever you go,
wanakugard sawa sawa. Maneno ambayo unayatoa yakiwa na ukweli ndani yake